Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Taha. Hatukukuteremshia Qur'an ili upate mashaka, bali ni mawaidha kwa wenye kunyenyekea. Materemsho yatokayo kwa aliyeumba ardhi na mbingu zilizo juu. Ar-Rahman, mwingi wa rehema, aliyetawala juu ya kiti cha enzi. Ni vyake vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi na viliomo baina yao na viliomo chini ya ardhi. Na ukinyanyua sauti kwa kusema, basi hakika yeye anajua siri na duni kuliko siri. Mwenyezi Mungu, hapana Mungu isipokuwa yeye. Yeye ana majina mazuri kabisa. Na je, imekufikia hadithi ya Musa alipouona moto akawaambia watu wake, ngojeni, mimi nimeuona moto, huenda nikakuleteeni kijinga kutoka huo moto, au nikapata uongofu kwenye moto. Basi alipoufikia akaitwa, ewe Musa, hakika mimi ndiye Mola wako mlezi. Basi vua viatu vyako, kwani upo katika bonde takatifu la Tua. Nami nimekuteua wewe, basi sikiliza unayofunuliwa. Hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu, hapana Mungu ila mimi tu. Basi niabudu mimi, na ushike swala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Hakika saa itakuja bila shaka, nimekaribia kuificha, ili kila nafsi ilipwe kwa iliyoyafanya. Kwa hivyo asikukengeushe nayo yule ambaye haiamini na akafuata pumbao lake ukaja kuhiliki. Na nini hicho kilichomo mkononi mwako wa kulia, ewe Musa? Akasema, hii ni fimbo yangu, naiegemea na inawaangushia majani kondoo na mbuzi wangu, tena inanifaa kwa matumizi mengine. Akasema, itupe ewe Musa. Akaitupa, mara ikawa nyoka anayekwenda mbio. Akasema, ikamate, wala usiogope, tutairudisha hali yake ya kwanza. Na uambatishe mkono wako kwenye ubavu, utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yoyote. Hiyo ni ishara nyingine, ili tukuonyeshe baadhi ya ishara zetu kubwa. Nenda kwa Firauni, kwani hakika yeye amepindukia mipaka. Surat Taha imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka, isipokuwa aya mbili, nazo ni ya 130 na 131. Hisabu ya aya zake ni 135. Sura hii imeanza kwa harufi mbili za kuzindua juu ya muujiza wa Qur'an na kuwazindua wasikilizaji waisikilize. Baada ya harufi hizo mbili, cheo cha Qur'an kimetajwa, na utukufu wa hii Qur'an ni utukufu wa mwenye kuileta, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmiliki mbingu na ardhi, mwenye kujua siri na kilichofichikana kuliko siri. Kisha kimesimuliwa kisa cha Musa alayhi salam pamoja na Firauni, na vipi alipoanza kupewa utume Nabii Musa alayhi salam, na yametajwa maombi yake kutaka nduguye Harun alayhi salam awe msaidizi wake wa kumpa nguvu, tena vipi walivyokutana na Firauni baada ya kitisho cha mkutano wake kwa ajili ya ujeuri wake. Na katika mintarafu ya haya, Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha kuzuka kwa Musa alayhi salam. Katika sura hii pana majibizano baina ya Musa na Firauni, tena baina ya Musa alayhi salam na wachawi, na hali ya Musa ya kuogopa kushindwa mbele ya wachawi na fimbo yake ilipozimeza kamba zao, na tena mwisho vipi yalivyoishia mambo ya wachawi na kuamini kwao na Firauni kuadhibu. Kisha ikatajwa vipi Musa alivyotoka yeye na wana wa Israeli kutokana na Firauni, na vipi alivyozama Firauni naye alikuwa kawafuatia baada ya kupasuka bahari, na vipi Musa aliokoka akafika Jabal Tur, akawaacha watu wake ili ende kwenye mlima kuzungumza na Mola wake mlezi. Na Msamaria akawafitini kwa kuwachochea waliabudu sanamu la ndama lililoundwa kwa dhahabu, na ilikuwa ukipita upepo ndani yake hutoa sauti. Musa alikasirika kwa yaliyotokea, akamkamata kichwa nduguye akimvutia kwake. Kisha katika sura hii tukufu yakatokea yaliyomsibu Msamaria. Mwenyezi Mungu Subhanahu amesimulia hadithi ya kuvuka katika hadithi za Musa na nyinginezo,
na mwisho wa sura pana mausio mema juu ya subra na usamehevu na sala. Kisha ikabainishwa kubwatika washirikina katika matakwa yao ya muujiza mwingine usio huu wa Qur'an, na subhanahu ameashiria hikma ya kuwatuma mitume. Tena sura hii tukufu imehitimisha kwa kuashiria adhabu watakayopata makafiri na malipo mema watakayopata waumini. Mwenyezi Mungu mtukufu ameanza sura hii kwa harufi nazo ni ta na ha, ili kupingana na makafiri wanaokanya na kuwa kama ishara ya kwamba hii Qur'ani imeundwa kwa hizi harufi mnazozitumia katika kusema kwenu. Na juu ya hivyo nyinyi mmeajizika, yani mmeshindwa, ndiyo likatokea hilo neno muujiza kuleta sura wala ndogo au baadhi ya aya zilizo mfano Qur'ani. Ewe mtume, sisi hatukufafanulia wewe Qur'ani hii iwe ni sababu ya kukupa dhiki ya nafsi yako kwa kuwasikitikia hao wapuuzi kwa kupuuza wewe, lakini tumekuteremshia iwe ni kumbusho kwa mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu apate kumtii. Hii Qur'ani umeteremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo, muumba ardhi na mbingu zilizonyanyuka juu, mtukufu wa rehema, ametawala sawa sawa juu ufalme wake. Ni wake yeye tu subhanahu ufalme wa mbinguni na viliomo humo, na wa ardhi na viliomo juu yake, na ufalme kwa vilio baina ya hivyo, na maadeni na kheri nyinginezo zilizofichikana chini ya ardhi. Na kama uwezo wa Mwenyezi Mungu ulivyokusanya kila kitu, kadhalika ujuzi wake pia umekusanya kila kitu. Na ewe mtu, ukinyanyua sauti kwa kusema, basi Mwenyezi Mungu anajua, kwani yeye anajua unaposema na mtu, na anajua unapozungumza na nafsi yako. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, Mungu wa pekee, mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake, kwani yeye amesifika kwa sifa za ukamilifu, na ndiye mwenye bora ya sifa. Ewe nabii, unajua habari za Musa na Firauni? Pale Musa alipouona moto katika safari yake ya usiku kutoka Madiana kwenda Misri, akamwambia mkewe na waliokuwa naye, ngojeni hapa, mimi nimeuona moto ule, natumai nitakupatieni kijinga cha moto kutoka kule mpate kuwashia moto, au huko nitapata mtu wa kuniongoza njia. Alipofika huko, akasikia sauti yenye kutoka juu inamwita, ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu Mola wako mlezi, basi vua viatu vyako kwa heshima ya pahala hapa, kwani wewe upo katika bonde safi lenye baraka nalo ni Tuwa. Na mimi Mwenyezi Mungu nimekuteua wewe kwa kukupa utume, basi sikiliza haya ninayokufunulia uyajue na ukawafikishie watu wako. Hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mungu wa pekee, hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Basi niamini mimi na niabudu mimi, na dumu daima katika kushikilia swala, ili uwe daima unanikumbuka. Hakika saa ndiyo miadi ya kukutana nami miadi hiyo nimeificha kwa waja wangu na nimeonyesha ishara zake. Hiyo saa itakuja bila shaka yoyote, na kila nafsi itahesabiwa kwa ilivyotenda. Ewe Musa, asikuachisha kuiamini saa na kujitayarisha kwa ajili yake yule ambaye haisadiki na akafuata pumbao lake kahiliki. Na nini hicho ulichokamata kwa mkono wako wa kulia? Musa akajibu, hii ni fimbo yangu, najikongojea ninapokwenda, na inachungia kondoo na mbuzi wangu, na inanifaa kwa manufaa mengine kama kuwatetea hayawani wangu. Mwenyezi Mungu subhanahu akamwambia Musa, itupe hiyo fimbo chini kwenye ardhi. Musa akaitupa, akashtuka kuiona imegeuka nyoka na kwenda. Akamwogopa. Mwenyezi Mungu akamtuza kwa kumwambia, mwokote wala usihofu, kwani nitamrejesha hali yake kama ya kwanza. Na ingiza mkono wako ndani ya mfuko wa nguo, ukiambatisha na ubavu wako, utatoka mweupe safi bila maradhi. Na huo tumekufanyia ni miujiza wa pili wa utume wako, ili tukuonyeshe baadhi ya miujiza yetu mikubwa, iwe ni dalili ya ukweli wa utume. Nenda kwa Firauni umtake amwamini Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee, kwani yeye Firauni amepindukia mipaka kwa ukafiri wake na ujeuri wake. Akasema, ewe Mola wangu mlezi, nikunjulie kifua changu na unifanyie nyepesi kazi yangu.
na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu, wapate kufahamu maneno yangu. Na nipe waziri katika watu wangu, Harun ndugu yangu, kwake yeye niongeze nguvu zangu, na umshirikishe katika kazi yangu, ili tukutakase sana na tukukumbuke sana. Hakika wewe unatuona. Akasema, hakika umepewa maombi yako, ewe Musa, na hakika tulikwisha kufanyia hisani mara nyingine, pale tulipomfunulia mama yako yaliyofunuliwa, ya kuwa mtie katika kisanduku na kisha kitie mtoni, na mto utamfikisha ufukweni. Atamchukua adui yangu, naye ni adui yake. Na nimekutilia mapenzi yanayotokana kwangu, na ili ulelewe machoni mwangu. Dada yako alipokwenda na akasema, je, nikujulisheni mtu wa kuweza kumlea? Basi tukakurejesha kwa mama yako, ili macho yako yaburudike wala asihuzunike. Na ulimuua mtu, nasi tukakuokoa katika dhiki, na tukakujaribu kwa majaribio mengi. Ukakaa miaka kwa watu wa Madiana, kisha ukaja kama ulivyokadiriwa, ewe Musa. Na nimekuteua kwa ajili ya nafsi yangu. Nenda wewe na ndugu yako pamoja na ishara zangu, wala msichoke kunikumbuka. Nendeni kwa Firauni, hakika yeye amepindukia mipaka. Mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa. Wakasema, ewe Mola wetu mlezi, hakika sisi tunaogopa asije akapindukia mipaka juu yetu au kufanya jeuri. Akasema, msiogope, hakika mimi ni pamoja nanyi, nasikia na ninaona. Basi mwendeeni na mwambieni, hakika sisi ni mitume wa Mola wako mlezi. Basi waache wana wa Israeli watoke nasi, wala usiwaadhibu. Sisi tumekuletea ishara itokayo kwa Mola wako mlezi, na amani itakuwa juu ya aliyefuata uongofu. Hakika tumefunuliwa sisi kwamba hapana shaka adhabu itamsibu anayekadhibisha na akafuza. Akasema, basi Mola wenu mlezi ni nani, ewe Musa? Akasema, Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa kila kitu umbo lake, kisha akakiongoa. Akasema, nini hali ya karne za kwanza? Akasema, ilmu yake iko kwa Mola wangu mlezi katika kitabu. Mola wangu mlezi hapotei wala hasahau, ambaye amekufanyieni ardhi kuwa tandiko, na akakupitishieni humo njia, na akakuteremshieni kutoka mbinguni maji, na kwa hayo tukatoa namna mbalimbali za mimea. Kuleni na mchunge wanyama wenu, hakika katika hayo zipo ishara kwa wenye akili. Musa akamnyenyekea Mola wake mlezi kwa kumwomba, nikunjulie kifua changu ili niondoke ghadhabu, nitimize ujumbe wa Mola wangu mlezi, na unisahilishie kazi yangu ili nipate kutimiza wajibu wangu, na likate fundo la ulimi wangu nibainishe maneno, ili watu wafahamu vyema niyasemayo, na nijalie mtu wa kuniunga mkono katika watu wangu, naye ndugu yangu Harun anizidishe nguvu zangu, na umshirikishe nami katika kubeba mizigo ya ujumbe na kuifikisha, ili tukithirishe kukutakasa na yasiyokuwa laiki yako, na tuyakiri majina yako mazuri kwa wingi, ewe Mola wetu mlezi. Hakika wewe daima unatuangalia sisi na unashughulikia mambo yetu. Mwenyezi Mungu akamwita mtume wake Musa kwa kusema, nimekwisha kukubalia uliyoyaomba, na hii ni zawadi tuliyokutunukia wewe kwa hisani, na sisi tumewahi zamani kukufadhili wewe kwa hisani bila kuomba. Tulipomwongoza mama yako kwa uongozi wenye nafuu katika maisha yako, tulimwamrisha akuweke na hali wewe ni mtoto mchanga wa kunyonya katika kisanduku, na kisha hicho kisanduku akitie katika mto, ili usije kuliwa na Firauni pale alipokuwa na waua watoto wote wanaume wa Banu Israeli. Tukayafanya maji ya mto yachukue kisanduku kile mpaka ufukweni. Kwa mujibu wa mipango yetu, Firauni adui yangu na wako akakichukua kile kisanduku, nami nikakupa mapenzi ya rehema na ulinzi, ukapendwa na kila aliyekuona, ukapata malizi mazuri yaliyo bora chini ya ulinzi wangu. Ewe Musa,
jua ya kwamba zamani sisi tulikwisha kukufanyia hisani pale dada yako alipokuwa anakwenda akiangalia hali yako ulipokuwa katika jumba la Firauni, na akawaona wanakutafutia mtu kukunyonyesha. Ni yeye aliyewaongoza kwa mama yako, nasi tukakurejesha kwake apate kufurahi kukuona uhai na umerejea kwake, na asite huzuni na kilio. Na ulipokuwa na ukamua mtu katika kaumu ya Firauni bila kukusudia, tukakuvua kutokana na dhiki iliyokupata na tukakusalimisha na shari yao, ukenda mpaka Madiana, na huko ukakaa miaka kadhaa wa kadhaa. Kisha ukatoka Madiana ukarejea kwa muda tuliokukadiria kwa ujumbe wako, na nikakuteua kukupa wahi, yani ufunuo, na kubeba utume wangu. Nenda wewe na nduguyo, nanyi mkisaidiwa na miujiza yangu yenye kuashiria unabii na utume, wala msidhoofike katika kutimiza ujumbe wangu, wala msighafilike kunikumbuka na kuniomba msaada. Nenda pamoja na nduguyo Haruni kwa Firauni. Hakika huyo amepindukia mipaka katika ukafiri wake na jeuri zake. Mtakeni kwa upole na ulaini aniamini mimi, kwa kutaraja hasa akakumbuka imani aliyoisahau, na akaogopa matokeo ya ukafiri wake na ujeuri wake. Musa na Haruni wakanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu wakasema, ewe Mola wetu mlezi, hakika sisi tunaogopa huyo Firauni asituvamie kwa madhara na akapindukia mpaka katika uovu. Mwenyezi Mungu akawapoza kwa kusema, msimhofu Firauni, kwani mimi ni pamoja nanyi kukuangalieni na kukulindeni, na yasikia yasemayo na nayaona yatendayo, sitomwachia kukudhuruni. Nendeni kwa Firauni na mwambieni, hakika sisi ni mitume tuliotumwa kwako na Mola wako mlezi. Tumekuja kukutaka umwamini yeye na uwaache wana wa Israeli watoke utumwani na adhabuni. Na sisi tumekuletea muujiza kutokana na Mwenyezi Mungu kuwa ni ushahidi wa ukweli wa hayo tunayokuitia, na mwenye kufuata uongofu watasalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu na kughadhibika kwake. Na hakika Mwenyezi Mungu ametufunulia sisi kuwa adhabu yake kali itamshukia anayetukadhibisha na akapuuza wito wetu. Firauni kwa ujeuri wake na ujabari wake akasema, ewe Musa, ni nani huyo Mola wenu mlezi? Musa akamjibu, Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa neema ya umbo kila kilichoumbwa, akakiumba kwa sura aliyoipenda yeye subhanahu, na akakielekeza kwa alivyokiumbia. Akasema, Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa kila kitu umbo lake kisha akakiongoa. Mwenyezi Mungu subhanahu amekijalia kila kiumbe kina sifa zake mahsusi za kutekeleza kazi yake kilichoumbiwa nacho katika maisha, kama alivyopewa hidaya mwanadamu. Firauni akasema, je, nini hali ya karne za zamani na yaliyopitikana huko? Musa akasema, ujuzi wa karne hizo uko kwa Mola wangu mlezi peke yake. Hayo yamedhibitiwa katika madaftari ya vitendo vyao. Hapana kitendo kinachompotea sikijue, wala yeye hasahau. Yeye huyo ndiye Mungu mwenye kuwafadhili waja wake kwa kuwaumba na kuwalinda. Amekutengenezeni ardhi, akaikunjua kwa uwezo wake, na akakupasulieni njia mnazopitia, na akakuteremshieni mvua zinazoleta mito, na yeye subhanahu akatoa namna mbalimbali za mimea inayokhtilifiana kwa rangi na utamu na manufaa, mingine myeupe, mingine myeusi, na mingine mitamu na mingine michungu. Naye subhanahu amewaelekeza waja wake wanufaike kwa mimea aliyowatolea kwa kula na kulishia mifugo yao na kama hayo. Na akataja kuwa katika kuumba huku na kuanzisha huku na kutumia huku ni dalili zilizo wazi za kumwongoa mwenye akili afikie imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini mitume wake. Kutokana nayo tumekuumbeni, na humo tunakurudisheni, na kutoka humo tutakutoeni mara nyingine. Na hakika tulimuonyesha ishara zetu zote, lakini alikadhibisha na akakataa. Akasema, ewe Musa, hivyo umetujia kututoa katika nchi yetu kwa uchawi wako? Basi sisi hakika tutakuletea uchawi kama huo. Basi weka miadi baina yetu na wewe, ambayo tusiivunje sisi wala wewe, mahali patapokuwa sawa. Akasema, miadi yenu ni siku ya sikukuu, na watu wakusanywe kabla ya dhuhuri. Basi Firauni akarudi na akatengeneza hila yake, kisha akaja.
Musa akamwambia, ole wenu, msimzulie Mwenyezi Mungu uongo, asije akakufutilieni mbali kwa adhabu, na mwenye kuzua lazima ashindwe. Basi wakazozana kwa shauri yao wenyewe kwa wenyewe, na wakanong'ona kwa siri. Wakasema, hakika hawa wawili ni wachawi, wanataka kukutoweni katika nchi yenu kwa uchawi wao, na waondoe mila zenu zilizobora kabisa. Kwa hivyo kusanyeni hila zenu zote, kisha mfike kwa kujipanga safu, na kwa yakini atafuzu kweli kweli leo atakayeshinda. Wakasema, ewe Musa, je, utatupa wewe au tutakuwa sisi wa kwanza kutupa? Akasema, bali tupeni nyinyi. Tahamaki kamba zao na fimbo zao zikaonekana mbele yake kwa uchawi wao kuwa zinapiga mbio. Basi Musa akaingia hofu nafsi yake. Tukasema, usihofu, hakika wewe ndiye utakayeshinda. Na kitupe kilicho katika mkono wako wa kulia, kitavimeza walivyoviunda. Hakika walivyounda ni hila za mchawi tu, na mchawi hafanikiwi popote afikapo. Basi wachawi wakaangushwa wanasujudu, wakasema, tumemwamini Mola mlezi wa Harun na Musa. Akasema, mnamwamini kabla sijakupeni ruhusa? Hakika yeye ndiye mkubwa wenu aliyekufundisheni uchawi. Basi kwa yakini nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha, na nitakutundikeni msalabani katika vigogo vya mitende. Na hapo kwa yakini mtajua ni nani katika sisi aliyemkali wa kuadhibu na kuiendeleza adhabu yake. Wakasema, tukukhiyari wewe kuliko ishara waziwazi zilizotujia, na kuliko yule aliyetumba. Basi hukumu utavihukumu, kwani wewe unahukumu haya ya maisha ya duniani tu. Hakika sisi tumemwamini Mola wetu mlezi, ili tusamehe makosa yetu na uchawi uliotulazimisha kuufanya, na Mwenyezi Mungu ndiye mbora na mwenye kudumu zaidi. Hakika atayemjia Mola wake mlezi naye ni mkhalifu, basi kwa yakini yake huyo ni Jahannam, hafi humo wala haishi. Na atakayemjia naye ni muumini aliyetenda mema, basi hao ndio wenye vyeo vya juu, bustani za milele zipitazo mito kati yake, wadumu humo, na hayo ni malipo ya mwenye kujitakasa. Na kutokana na udongo wa ardhi hii ndiyo Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu na dhuria zake, na humo ndiyo anawarudisha baada ya kufa kwa ajili ya kusitiri mili yao, na kutoka humo atawatoa tena kuwafufua na kuwalipa kwa waliyotenda. Na hakika sisi kwa kupitia kwa Musa tulimuonyesha Firauni miujiza ya dhahiri ya kuunga mkono ujumbe wa Musa na ukweli wake kwa yote yaliyosimulia kutokana na Mwenyezi Mungu na athari ya uwezo wake. Juu ya hayo Firauni alishikilia ukafiri wake, akayakadhibisha yote hayo na akakataa kuyaamini. Firauni akamwambia Musa, je, umetujia upate kutoka katika nchi yetu ipate kuwa mikononi mwa watu wako kwa uchawi wako ulioulia watu? Basi sisi tutauvunja huo uchawi wako, weka miadi baina yetu na wewe, tukutane wala tusitilafiane. Musa akawajibu, miadi yetu ni siku ya Idi yenu mnapojipamba, na watu wakusanyike kabla ya dhuhuri siku hiyo, waone atayokuwa baina yetu na nyinyi. Firauni akaondoka na akashughulikia mambo mwenyewe, akakusanya mipango yake na wakuu wa uchawi na zana za uchawi, kisha akahudhuria, na yote hayo kwa mujibu wa miadi. Musa akawaambia kuhadharisha maangamizo ya Mwenyezi Mungu na adhabu yake, na akawakataza wasizue uongo kwa kumdaia uungu Firauni na kuwakadhibisha mitume wa Mwenyezi Mungu na kukaikataa miujiza. Na akawatisha kwamba Mwenyezi Mungu atawapatiliza kwa adhabu wakiendelea na hayo, na akatilia mkazo sana hasara ya mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu. Wakatishika na maonyo ya Musa, wakaingia kusemezana wao kwa wao wakivutana, na kila mmoja akitoa maoni yake juu ya aliyasema Musa. Wakawafikiana kwamba Musa na Haruni ni wachawi ambao wanafanya hila kutaka kuwatoa katika nchi yao kwa kuwapokonya madaraka yatoke mikononi mwao, na hayo ni kwa uchawi ili wana wa Israeli wapate ushindi.
na wawaharibie watu wa Firauni imani yao wanayoiona kuwa ni nzuri. Basi fanyeni njama zenu, mwafikiane kila kimoja cha kumfanyia Musa, kisha mkusanyi wateuliwa ili watazamaji waingiwe na kitisho kwa hema yao. Atakayefuzu leo basi ndiyo kashinda kweli. Wachawi walimkabili Musa kwa rai moja, na wakamkhiarisha kwa majivuno na kiburi, waanze wao au waanze yeye kuonyesha ubingwa wake. Musa akasema, bali anzeni nyinyi. Basi wakazitupa kamba zao na fimbo zao, zikamdhihirikia Musa kwa uchawi kuwa zimegeuka nyoka zinakwenda. Musa akaingiwa na hofu kwa aliyoyaona kwa kuzugwa na uchawi, na kuona huenda watu wakadanganyika kwa uchawi wakadhani ni miujiza. Mwenyezi Mungu akamdiriki kwa upole, akamwambia, usiogope kitu, wewe utaushinda tu leo huu upotovu wao. Itupe hiyo fimbo ulionayo mkononi mwako wa kulia, ivimeze hivyo ulivyovizua kwa uchawi, kwani hayo walioyaunda ni mazonge tu ya uchawi, na hakika mchawi popote alipo hawezi kufuzu. Musa akaitupa fimbo yake, na hapo hakika ikageuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ikawa joka kubwa la kutisha, likavimeza vyote walivyounda wao. Wachawi walipouona muujiza huu, mbio mbio wakasujudu kwa kuyakinika na ukweli wa Musa, huku wakisema, tumemwamini Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee, Mola mlezi wa Haruni na Musa, Mola mlezi wa kila kitu. Firauni akasema, vipi mnamwamini huyu bila ruhusa yangu? Hakika huyu ndiye mkubwa wenu aliyekufunzeni uchawi, wala kitendo chake hichi si muujiza kama mnavyodhani. Akawatishia kwa kusema, kwa yakini itaikata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali, mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto na kadhalika, na hakika nitakubandikeni msalabani kwenye vigogo vya mitende, na hapo mtajua ni Mungu gani kati yetu aliyemkali zaidi na kudumu zaidi katika mateso, mimi au Mungu wa Musa. Wachawi wakasimama imara juu ya imani yao, na wakajibu vitisho vya Firauni kwa kauli yao, sisi hatuendelei na kubakia nawe katika ukafiri baada ya kuisha tumainikia yaliyo ya kweli katika muujiza wa Musa, wala sisi hatutakukhiari wewe kuliko Mungu wa Musa ambaye ndiye aliyetuumba. Basi wewe tenda utakavyoyatenda, madaraka yako hayapindukii maisha haya mafupi. Kwani hakika sisi ni wenye kusimama juu ya imani kumwamini Mola wetu mlezi wa haki, ili atufutie madhambi yetu yaliyopita na atusamehe huku kushughulikiwa uchawi uliotulazimisha tujifunze na tufanye. Na Mola wetu mlezi ni mbora wa malipo kuliko wewe, akitiiwa na ufalme wake na uwezo wake kulipa unadumu zaidi kuliko wako. Hakika anayekufa katika ukafiri akakutana na Mwenyezi Mungu hali naye ni mkhalifu, basi malipo yake ni jahanamu, humo hafi akapumzika na adhabu, wala hawi hai wa maisha ya kustarehe na neema. Na mwenye kukutana na Mola wake mlezi na yumo katika imani na amali njema, basi huyo atakuwa na vyeo vya juu. Vyeo hivyo ni bustani za peponi za kudumu katika neema, baina ya miti yake inapita mito, na humo atadumu milele. Hayo ni malipo ya mwenye kuitakasa nafsi yake na ukafiri kwa kuijaza imani na utiifu baada ya ukafiri na maasi. Na tulimfunulia Musa, toka usiku na waja wangu, na uwapigie njia kavu baharini, usihofu kukamatwa wala usiogope. Firauni akawafuata pamoja na majeshi yake, basi kiliwafulikiza humo baharini kilichowafulikiza. Na Firauni aliwapoteza watu wake wala hakuwaongoa. Enyi wana wa Israeli, hakika tulikuokoeni na adui yenu, na tukakuahidini upande wa kulia wa mlima, na tulikuteremshieni manna na salwa. Kuleni katika vitu vizuri hivyo tulivyokuruzukuni, wala msiruke mipaka katika hayo, isije ikakushukieni ghadhabu yangu. Na inayemshukia ghadhabu yangu, basi huyo ameangamia. Na hakika mimi ni mwingi wa kusamehe kwa anayetubia na akaamini na akatenda mema, tena akaongoka. Na nini kilichokutia haraka ukawaacha watu wako, ewe Musa? Akasema, hao wapo nyuma yangu wananifuatia, na nimefanya haraka kukujia, Mola wangu mlezi, ili uridhike. Akasema, sisi tumewatia mtihani watu wako baada yako, na Msamaria amewapoteza.
Musa akarudi kwa watu wake kwa ghadhabu na kusikitika. Akasema, enyi watu wangu, kwani Mola wenu mlezi hakukuahidini ahadi nzuri? Je, umekuwa muda mrefu kwenu au mmetaka ikushukieni ghadhabu ya Mola wenu mlezi ndiyo maana mkavunja miadi yangu? Wakasema, sisi hatukuvunja miadi yako kwa khiari yetu, lakini tulibebeshwa mizigo ya mapambo ya watu, basi tukaitupa. Na hivyo ndivyo alivyotoa shauri Msamaria. Na akawaundia ndama kiwiliwili chenye sauti, na wakasema, huyu ndiye Mungu wenu na Mungu wa Musa, lakini alisahau. Je, hawakuona kuwa hakuwarudishia neno, wala hakuweza kuwadhuru wala kuwafaa? Tena vikapishana vituko baina Firauni na Musa. Mwenyezi Mungu akampa wahi, yani ufunuo, mtume wake Musa atoke Misri na wana wa Israeli wakati wa usiku, na aipige bahari kwa fimbo yake. Utatokea muujiza mwingine, nao ni kufunguka njia kavu baharini. Naye akamtuliza asiingiwe na hofu kuwa atakamatwa na Firauni au kuwa atazama katika maji. Musa akafanya kama alivyomwamrisha Mwenyezi Mungu. Akatoka Firauni na askari wake nyuma yake, akawakuta kwenye bahari. Akaenda nyuma yao kwenye njia iliyofunguka baharini kwa ajili ya Musa na kaumu yake. Na hapo katokea muujiza, nao ni maji kumfunikiza Firauni na kaumu yake, wakazama wote. Hivi ndivyo Firauni alivyopotea yeye na watu wake, wakaacha haki, wakateketea wote. Enyi wana wa Israeli, sisi tulikuokoeni na adui yenu Firauni, na tukakuahidini kuokoka kwa ulimi wa Musa kuwa mtafika salama mpaka kwenye kando ya mlima. Na tulikuteremshieni manna na salwa, chakula kizuri cha tamtamu na nyama ya ndege nono. Kuleni vitu hivi vizuri tulivyokuruzukuni bila taabu yoyote kwenu, wala msidhulumu, wala msiingie kumwasi Mwenyezi Mungu katika maisha haya starehe, isije kukuteremkieni ghadhabu yangu. Kwani anayeteremkiwa na ghadhabu yangu huporomoka katika matabaka ya chini kabisa ya mateso ya Mwenyezi Mungu. Na hakika mimi ni mtukufu wa kusamehe kwa anayeuacha ukafiri wake, na akatengeneza imani na akatenda yaliyo mema, na akadumu juu ya hayo mpaka akakutana na Mwenyezi Mungu. Musa aliwatangulia watu wake kwenda mlimani apate kuzungumza na Mola wake mlezi. Mwenyezi Mungu akamuuliza sababu ya kufanya kwake haraka kufika mbele kabla ya kaumu yake. Musa akasema, hakika watu wangu wapo karibu nami, watanikuta. Ewe Mola wangu mlezi, mimi nimewatangulia ili kutaka kukuridhisha wewe. Mwenyezi Mungu akamwambia, sisi tumewafanyia mtihani watu wako baada ya wewe kuwawacha, wakaingia katika fitna. Msamaria niwapotoa. Musa akawarejea watu wake, na ikaghadhibika sana na huzuni ya uchungu. Akawasemeza watu wake kwa hamaki, Mola wenu mlezi alikuahidini kuwa atakuokoeni na atakuongoeni kwa kuiteremsha Taurati na kupata ushindi kwa kuingia nchi takatifu. Haujapita muda mrefu wa ahadi, na nyinyi mmekwisha sahau ahadi ya Mwenyezi Mungu alikupeni. Kwa kitendo chenu kiovu hichi mnataka ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ikuteremkieni kwa maasi yenu aliyokuhadharisheni nayo. Mmesahau ahadi yenu mlionipa kuwa mtafuata mwendo wangu na mtafuata nyayo zangu. Watu wa Musa wakasema kwa kutafuta udhuru, hatukwenda kinyume na ahadi yako kwa hiari yetu, lakini tulipotoka Misri tulibebeshwa mizigo ya mapambo ya watu, kisha tukaona kwa uzito wake kwetu tuepukane nayo. Msamaria akawasha moto katika shimo, tukaitupa hiyo mizigo, na kadhalika Msamaria naye katupa vyombo alivyokuwa navyo. Basi Msamaria akawaundia ndama aliye na mwili wa dhahabu, ukipita upepo ndani yake hutoa sauti, husikilizana kama mlio wa ng'ombe, ili udanganyifu utimie. Akawaita wamwabudu, na wao wakamwitikia. Akasema yeye na wafuasi wake, huyu ndiye Mungu wenu na ndiye Mungu wa Musa. Akasahau Msamaria kuwa ni wepesi mtu akizingatia na kutafuta dalili kufahamu kuwa ndama hawezi kuwa Mungu. Macho yaliingia upofu yalipozingatia kuwa huyu ndama ni Mungu. Hawaoni, kwani hawarejezei kauli yao, wala hawezi kuondolea madhara yoyote wala kuwaletea manufaa yoyote. Na hakika Harun alikwisha waambia kabla yake, enyi watu wangu,
hakika nyinyi mmetiwa mtihanini tu kwa kitu hiki, na kwa yakini Mola wenu mlezi ni Ar-Rahman, mwingi wa rehema. Basi nifuateni mimi na atiini amri yangu. Wakasema, hatutaacha kumwabudu mpaka Musa ataporejea kwetu. Akasema, ewe Harun, ni nini kilichokuzuia ulipowaona wamepotea hata usinifuate? Je, umeasi amri yangu? Akasema, ewe mwana wa mama yangu, usinishike ndevu zangu wala kichwa changu, kwa hakika naliogopa usijesema umewafarakisha wana wa Israeli na hukungojea kauli yangu. Akasema, ewe Msamaria, unataka nini? Akasema, niliona wasioyaona wao, nikashika gao katika unyao wa mtume, kisha nikalitupa, na hivi ndivyo ilivyonielekeza nafsi yangu. Akasema, basi ondoka, na kwa yakini utakuwa katika maisha ukisema usiniguse, na hakika una ahadi kwako isiyovunjwa. Na mtazame huyo Mungu wako uliendelea kumwabudu, sisi kwa hakika tutamchoma moto, kisha tutamtawanya baharini atawanyike. Hakika Mungu wenu ni Allah, Mwenyezi Mungu tu, hapana Mungu isipokuwa yeye, ujuzi wake umeenea kila kitu. Namna hivi tunakuhadithia katika habari za yaliyotangulia, na hakika tumekuletea kutoka kwetu mawaidha ya kukumbukwa. Atakayejitenga nayo, basi kwa yakini siku ya kiyama atabeba mzigo, wadumu humo, na ni mzigo mwovu kwao kuubeba siku ya kiyama. Siku litakapopulizwa barugumu na tukawakusanya wahalifu, siku hiyo hali macho yao ya kibuluu. Watanong'onezana wao kwa wao, hamkukaa ila siku 10 tu. Sisi tunajua zaidi watakayoyasema. Atakaposema mbora wao katika mwendo, nyinyi hamkukaa ila siku 1 tu. Na Harun alikuwa pamoja nao ilipotokea fitna hii. Naye kabla ya kurejea Musa alayhi salam alikwisha waambia, enyi watu wangu, nyinyi mmeingia katika fitna ya Msamaria kwa upotovu huu. Hakika Mungu wenu wa haki ni Mwenyezi Mungu, Ar-Rahman, mwingi wa rehema, wala hana mwinginewe. Nifuateni mimi kwa haya ninayokunasihini, na ishikeni rai yangu kwa kuachilia mbali upotovu huu. Wakasema, sisi tutaendelea kumwabudu huyu ndama mpaka atakaporejea Musa kwetu. Musa kwa kuathirika na aliyoyajua na kuyaona ya watu wake alisema, ewe Harun, sababu gani iliyokukataza hata usiwazuie na upotovu ulipokwisha waona wameuingia? Na usisimame msimamo wangu kwa kuwa nasihi kama nilivyochukua ahadi kwako. Hukunifuata katika ahadi niliyoahidiana nawe, au umevunja amri yangu? Harun akamwambia Musa, ewe mwana wa mama yangu, usinichukulie papara kwa hasira zako, wala usizishike ndevu zangu na kichwa changu. Hakika mimi nilihofu lao ningeliwafanyia ukali, wakafarikiana makundi na mapande, usije ukaniambia umewagawanya wana wa Israeli, wala ukayafuata niliyochukua hadi kwako. Musa alayhi salamu akamwambia Msamaria, jambo hili jambo gani la hatari ambalo laonekana ni balaa ulilizua? Msamaria akamwambia Musa, nimejua ustadi wa ufundi na mbinu zake wasiozijua wana wa Israeli. Nikawaundia sanamu la ndama lenye kutoa sauti, na nikachukua sehemu ya Taurati nikaitia ndani ya ndama kuwazuga watu. Basi ndiyo hivyo, nafsi yangu imenizaini nifanye hayo niliyoyafanya. Musa akamwambia Msamaria, tokana nasi na uwe mbali nasi, na jaza yako duniani uwe unatangatanga ovyo, na watu wakiukimbia mpaka usiwe na mahusiano na yeyote, na asiwepo ndudu ya mtu kukaribia, wala wewe usimkaribie mtu. Na hakika adhabu yako kesho akhera umewekewa kwa ahadi, huwezi kukimbia. Musa tena akimbeua huyo Mungu wake kwa kusema, tazama sasa nini tunalomfanyia huyo Mungu wako uliokaa wewe ukimwabudu, na kwa sababu yake ukawafitini watu, tutamuunguza na kisha tutamtawanya baharini apotele mbali. Musa akaingia kutimiza aliyoyasema, na kisha baada ya mazingatio hayo aliwaelekea wana wa Israeli kuambia, hakika Mungu wenu ni mmoja, yeye ndiye ambaye hapana aniabudiwa kwa haki isipokuwa yeye.
na ujuzi wake umeenea kila kitu kilichokuwa na kitakachokuwa. Ewe Mtume, kama tulivyokusimulia habari za Musa, tunakupa habari za kweli za kaumu zilizotangulia. Na sisi tumekuteremshia wewe kitabu kutoka kwetu, ndani yake yamo mawaidha kwako na kwa umma wako, ya kukufaeni katika dini yenu na dunia yenu. Mwenye kuacha kukiamini kitabu hicho na kufuata uongofu wake, basi amepotea katika maisha yake, na siku ya kiyama atakuja naye amebeba madhambi aliyoyatenda, na atalipwa kwa adhabu kali, na atadumu katika adhabu hii, na ni mzigo mwovu kweli huo siku ya kiyama. Ewe Mtume, watajie umma wako siku ambayo tutawaamrisha malaika walipulize baragumu na kuwafufua watu kutoka makaburini na kuwaita hapo pa mkutano, na tutapowachunga wahalifu kwendea ufundoni na nyuso zao rangi ya buluu kwa hofu na kitisho, wakinong'onezana wao kwa wao katika udhalili na kubabaika, jinsi walivyoona maisha ya dunia ni mafupi, hata waone kama kwamba hawajapata kustarehe nayo, na wala hawakukaa humo duniani ila siku 10 tu. Wanasi kama hiyo minong'ono yao ndiyo haisikilizani, kwani sisi tunajua vyema wao wananong'oneza nini, na tunayajua vyema wanayoyasema wale waliokuwa mahodari zaidi kulinganisha hisia zao kwa dunia, kuwa haya maisha ya dunia ni kama kwamba hayakutimia hata siku moja. Na wanakuuliza habari za milima, waambie, Mola wangu mlezi ataivuruga vuruga, na ataiacha tambarare uwanda. Hutaona humo mdidimio wala mwinuko. Siku hiyo watamfuata muhitaji asiye na upotofu, na sauti zote zitamnyenyekea Ar-Rahman, mwingi wa rehema. Basi usikii ila mchakato na mnong'ono. Siku hiyo uombezi haufai kitu, ila waliyemruhusu Ar-Rahman, mwingi wa rehema, na akamridhia kusema. Yeye anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala wao hawawezi kumjua yeye vilivyo. Na atadhalilika nyuso mbele ya aliye hai milele, mwangalizi mkuu, na atakuwa ameharibikiwa mwenye kubeba dhulma. Na anayetenda mema naye ni muumini, basi hatohofu kudhulumiwa wala kupunjwa. Na namna hivi tumeiteremsha Qur'an kwa Kiarabu, na tumekariri humo maonyo ili wapate kuogopa na kujilinda, na iwaletee makumbusho. Ametukuka Mwenyezi Mungu mfalme wa haki, wala usifanyie haraka hii Qur'an kabla haujamalizika ufunuo wake. Nasema, Mola wangu mlezi nizidishie elimu. Na hapo zamani tuliagana na Adam, lakini alisahau, wala hatukuona kwake azma kubwa. Ewe Mtume, wanakuuliza hao wanaokanya kufufuliwa, nini hali ya milima siku ya kiyama hiyo unayoitaja? Wajibu, Mwenyezi Mungu ataivuruga kama mchanga, kisha ataipeperusha kwa upepo kama vumbi, na pahala pao baada ya kushavurugika milima patakuwa sawa sawa laini. Kutoona kwenye ardhi kudidimia wala kunyanyuka, kama kwamba haikupata kukaliwa kabla yake. Siku ya kiyama watu wakishatoka makaburini, watamfuata mwenye kuwaita mpaka pahala pa mkutano, nao wamesalimu amri. Hawezi yeyote kati yao kuelekea kulia wala kushoto. Sauti zote zimenyenyekea kwa utulivu na kitisho kwa utukufu wake Ar-Rahmani, mwingi wa rehema. Basi husikii ila sauti ya chini kabisa ya mnong'ono. Siku hiyo hapana uombezi unaofaa kitu, ila waliyepata heshima ya Mwenyezi Mungu kwa kuruhusiwa naye na kuridhiwa aseme. Na hapana uombezi wa yeyote utaofaa, ila waliyepata ruhusa ya Mwenyezi Mungu kuombea, na akawa ni muumini, na Mwenyezi Mungu akaribia kauli yake kwa tauhidi na imani. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake anayajua mambo yao waliyokadimisha katika dunia yao na waliyoakhirisha. Yeye subhanahu anawapangia mambo yao kwa mujibu wa ujuzi wake, na wao hawajui mipango yake na hikma zake. Nyuso zitadhalilika siku hii, na zitamnyenyekea Mwenyezi Mungu aliye hai asiyekufa, mwenye kusimamia kupanga mambo yote ya viumbe vyake. Na amepoteza uokofu na thawabu siku ya akhera mwenye kuidhulumu nafsi yake duniani, na akamshirikisha Mola wake mlezi. Na mwenye kutenda mambo ya utiifu na yakawa na yasadiki aliyoyaleta Muhammad sallallahu alaihi wasallama,
huyo hana hofu ya kuzidishiwa makosa yake au kupunguziwa mema yake. Na mfano wa maelezo haya ya haki yaliyokwishatangulia katika sura hii ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na hadithi ya Musa na habari za kiyama, Mwenyezi Mungu ameyateremsha katika kitabu hichi cha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, na ameeleza mara kwa mara kwa njia za kuonya ili watu waweze kutanabahi waache maasi, na Qur'ani wazindue upya kwa kuwapa mawaidha na mazingatio. Basi ametukuka na dhana na amejitenga na kushabihiana na viumbe huyo mfalme ambaye anahitajiwa na watawala na wanaotawaliwa, mwenye haki katika uungu wake na utukufu wake. Na wewe Muhammad, usifanyie haraka Qur'ani kabla malaika hajakusomea. Nasema, ewe Mola wangu mlezi, nizidishe elimu kwa Qur'ani na maana zake. Ewe Mtume, sisi tulimuhusia Adamu tangu mwanzo asende kinyume na amri yetu, akasahau ahadi yetu akenda kinyume, na hatukumuona tangu mwanzo wake kuwa na azma barabara na ukakamavu wa kutosha singilio na shetani akamtia wasiwasi katika nafsi yake. Na tulipowaambia malaika msujudieni Adamu, wakasujudu isipokuwa Iblisi alikataa. Tukasema, ewe Adamu, hakika huyu ni adui yako na wa mkeo, basi asikutoweni katika bustani hii mkaingia mashakani. Hakika humo hutakuwa na njaa wala hutakuwa uchi, na hakika hutapata kiu humo wala hutapata joto. Lakini Sheitani alimtia wasiwasi akamwambia, ewe Adam, nikujulishe mti wa kuishi milele na ufalme usiokoma? Basi wakaula wote wawili, na uchi wao ukawadhihirikia, na wakaanza kujibandika majani ya bustani. Na Adam akamuasi Mola wake mlezi na akapotea njia. Kisha Mola wake mlezi akamteua, naye akamkubalia toba yake, naye akamwongoa. Akasema, ondokeni humu nyote, hali ya kuwa ni maadui nyinyi kwa nyinyi. Na ukikufikieni uongofu kutoka kwangu, basi atakayeufuata uongofu wangu hatapotea wala hatataabika, na atakayejiepusha na mawaidha yangu, basi kwa yakini atapata maisha yenye dhiki, na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu. Aseme, ewe Mola wangu mlezi, mbona umenifufua kipofu nami nilikuwa nikiona? Atasema, ndivyo vivyo hivyo zilikufikia ishara zetu, nawe ukazisahau, na kadhalika leo unasahauliwa. Na hivi ndivyo tutakavyomlipa kila apitaye kiasi na asiyeamini ishara za Mola wake mlezi. Na hakika adhabu ya akhera ni kali zaidi na inadumu zaidi. Je, haikuwabainikia tu vizazi vingapi tuliviangamiza kabla yao, nao wanatembea katika maskani zao? Hakika katika hayo zimo ishara kwa wenye akili. Ewe Mtume, nakumbuka pale Mwenyezi Mungu alipoamrisha malaika wamtukuze Adamu kwa njia aliyoitaka yeye subhanahu, na wakafuata. Lakini Iblisi naye alikuwa pamoja nao, alikuwa jini, akenda kinyume akakataa, akatolewa akafukuzwa. Mwenyezi Mungu akamsemeza Adamu kwa kumwambia, hakika huyu Shetani aliyekwenda kinyume na amri yetu ya kukuadhimisha wewe ni adui yako wewe na Hawa mkeo. Basi tahadhari na uchochezi wake kukuingizeni katika maasi, isije kuwa ndiyo sababu ya kutoka kwenu kwenye bustani hii ukajapata taabu wewe Adamu katika maisha baada ya kutoka kwenye bustani. Sisi tunakudhaminia mahitaji ya maisha yako katika bustani. Humo hutopata njaa wala hutakuwa uchi, na wala hutopata kiu wala hutopata joto na jua kama wanavyopata wanaosumbuka nje ya bustani. Shetani akamfanyia hila akimnong'oneza katika roho yake kumradhibisha yeye na mkewe wa ule mti waliokatazwa, akiwaambia, ewe Adamu, mimi nitakuonyesha mti huo, atakayekula basi ataishi milele na atapata ufalme usio na mwisho. Akamwonyesha mti uliokatazwa. Adamu na mkewe wakafadhaika kwa kudanganywa na Iblisi, na wakasahau makatazo ya Mwenyezi Mungu na wakaula. Utupu wao ukadhihiri kuwa ni malipo ya tamaa yao, mpaka wakasahau wakaingia katika ukhalifu. Wakawa wakikata majani ya miti ya bustani ili wajistiri utupu wao. Ikawa Adamu kamkhalifu Mola wake mlezi,
hayo yalikuwa kabla hajapewa unabii. Akayakosa maisha milele aliyokuwa anayatamani, na yakaharibika maisha yake. Kisha Mwenyezi Mungu alimteua ampe utume, na akaipokea toba yake, na akamwongoa atake udhuru na ombe msamaha. Mwenyezi Mungu aliwaamrisha Adamu na mkewe watoke kwenye bustani wateremke kwenye ardhi. Naye subhanahu akawaambia kwamba utakuwapo adui baina ya vizazi vyao, na kwamba yeye subhanahu atawaongoa kwa uongofu na uongozi. Mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu hatoingia katika maasi duniani, wala hatoteseka kwa adhabu. Na mwenye kujiepusha na uongofu wa Mwenyezi Mungu na utiifu wake, basi ataishi maisha yasiyo na starehe, hatokinai na chochote anachopewa na Mwenyezi Mungu, wala hatokuwa radhi na hukumu ya Mwenyezi Mungu na kudra yake, mpaka ikija siku ya Kiyama atakuja kwenye mkutano wa hisabu. Atashikwa kwa madhambi yake, naye hana hoja ya kutoa, kama alivyokuwa duniani ni kipofu, hazioni ishara zote za Mwenyezi Mungu. Na kwenye mkutano huo atamuuliza Mola wake mlezi kwa fadhaa, ewe Mola wangu mlezi, vipi umenisahaulisha hoja hata nisiweze kujitolea udhuru, na umenisimamisha kama kipofu, na hali mimi duniani nilikuwa naona kila kitu nikishindana na kutetea? Naye atajibiwa, mambo kwako ndivyo kama yalivyo, zimekujilia dalili zetu na mitume wetu duniani, yote hayo ukayasahau na ukajitia upofu na ukuamini. Na leo basi kadhalika unaachwa umesahauliwa, umo katika adhabu na fedheha. Na mfano wa malipo haya mabaya tunamlipa duniani mwenye kutenda maasi, na akamkadhibisha Mwenyezi Mungu na ishara zake. Na hakika adhabu za akhera zina uchungu mkali zaidi, na zinadumu zaidi kuliko za dunia. Vipi wanajitia upofu na ishara za Mwenyezi Mungu, na wanajua kuwa tumezihiliki kaumu nyingi zilizotangulia kwa sababu ya ukafiri wao, nao hawakuaidhika kwao juu ya kuwa wao wanapita wanatembea kwenye majumba yao na maskani zao, na wanayaona magofu yao na athari ya adhabu zilizowapata. Hakika mambo kama hayo peke yake ni mawaidha kwa watu wenye akili za kufahamu. Na lau kuwa si neno lililokwisha tangulia kutoka kwa Mola wako mlezi na muda uliowekwa, bila shaka ingefika adhabu. Yavumilie haya wayasemayo, na umtakase Mola wako mlezi kwa kumsifu kabla ya kuchomoza jua na kabla halijachwa, na nyakati za usiku pia umtakase, na ncha za mchana, ili upate ya kukuridhisha. Wala usivikodolee macho tulivyostarehesha baadhi ya watu miongoni mwao kwa ajili ya mapambo ya duniani, ili tuwajaribu. Na riziki ya Mola wako mlezi ni bora na inadumu zaidi. Na waamrishe watu wako kusali, na uendelee mwenyewe kwa hayo. Sisi hatukuombi wewe riziki, bali sisi ndiyo tunakuruzuku, na mwisho mwema ni kwa mcha Mungu. Na walisema, kwa nini hakutuletea muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi? Je, haikuwafikiria dalili wazi yaliyomo katika vitabu vya kale? Na lau kuwa tuliwaangamiza kwa adhabu kabla yake, wangelisema, ewe Mola wetu mlezi, kwa nini usituletee mtume tukazifuata ishara zako kabla hatujadhilika na kuhizika? Sema, kila mmoja anangoja, basi ngojeni. Hivi karibuni mtajua nani mwenye njia sawa na nani aliongoka. Na lau kuwa haikutangulia hukumu ya Mola wako mlezi ya kuakhirishia adhabu mpaka siku ya miadi maalum, nayo ni siku ya Kiyama, basi adhabu lazima ingeliwapata hapa duniani kama ilivyokushawapata makafiri wa karne zilizopita. Ewe mtume, vumilia hayo wayasemayo ya kukadhibisha na kukejeli utume wako, na mtakase Mola wako mlezi na yote yasiyomfanyia kwa kumsifu na kumwabudu yeye pekee daima, na hasa kabla ya jua kuchomoza na kabla halijachwa. Na mtakase umwabudu katika saa za usiku na katika ncha za mchana kusali, ili yadumu mawasiliano yako na Mwenyezi Mungu, upate kutua kwa hayo ulionayo na uridhike kwa uliokadiriwa. Wala usivuke mipaka kwa kuangalia yale mambo ya starehe ya namna mbalimbali tulioonjesha makafiri. Kwani starehe hizi ni nzuri na pambo la dunia tu analowafanyia mtihani kwayo Mwenyezi Mungu waja wake.
na Mwenyezi Mungu anakuwekea wewe akhera yaliyo bora zaidi na yenye kudumu zaidi kuliko starehe hizi. Na waelekeze hali zako washike swala kwa nyakati zake, kwani swala ni kiungo chenye nguvu kabisa cha kuwaunganisha na Mwenyezi Mungu, na kudumu kuishika swala kwa nyakati zake ndiyo ukamilifu. Sisi hatukulazimishi jiruzuku nafsi yako, bali sisi ndiyo kazi yetu kukuruzuku. Na hakika mwisho kusifiwa duniani na akhera ni wa watu wema na wenye kumcha Mungu. Na makafiri katika inadi yao wanasema, kwa nini Muhammad hatuletei dalili inayotoka kwa Mola wake mlezi na tulazimisha sisi kumwamini? Na vipi wao wanaipinga Kurani, nayo imewajia hali imekusanya aliyomo katika vitabu vilivyotangulia, katika habari za watu waliopita na maangamizo yao kwa sababu ya kuwakadhibisha mitume. Na Muhammadi si wa kwanza katika hayo. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angewafanyia haraka kuwahiliki makafiri hawa kabla ya kumtuma Muhammadi kwao, wangetoa udhuru siku ya kiyama kwa kusema, ewe Mola wetu mlezi, kwa nini hukutuletea mtume duniani mwenye ishara tumfuate kabla ujikuteremshia adhabu na hizaya akhera? Lakini sasa hawana udhuru wote baada ya kutumiwa mtume. Ewe mtume, waambie hawa wenye inda, hakika sisi sote tunangojea yatavyokwenda mambo yetu na yenu, na mtajua kwa hakika nani katika makundi mawili walio watu wa dini ya haki na wenye kuongoka kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu.